Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa hasa katika mtandao wetu wa Mwakinya TV mahali popote ulipo. Hujambo, karibu katika uchanganuzi wa siasa. Nikueleze vile hali ilivyo, kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Naomba tukaweze kunifuatilia kwa sababu hii kanda naileta chini ya dakika 10, lakini ningependa zaidi kujua unatazama hii kanda kutoka eneo lipi. Ukiwa unatazama kutoka taifa la Kenya, nifahamishe unatazama kutoka kaunti ipi, na wale ambao mnatufuatilia kutoka mataifa mengine pia tunashukuru. Tufahamishe ni taifa lipi lile ambalo unatazama hii kanda kutoka, ili kujua watazamaji wetu wanatufuatilia wakiwa maeneo gani hasa katika ardhi ya ulimwengu huu. Siku ya Ijumaa kulikuwa na sherehe ya mwisho ya mwenda zake Raila Odinga katika uwanja wa Nyayo. Viongozi mbalimbali, viongozi mashuhuri walifika katika hafla ya sherehe ya mwisho ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga baada ya kutangazwa siku ya Jumatano kuaga dunia. Rais William Ruto alikuwa miongoni mwa viongozi waliokuwa katika uwanja wa Nyayo. Stephen Kalonzo Musyoka, akina Matiang'i, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na viongozi wengine walikuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kuhudhuria sherehe ya mwisho ya Raila Odinga. Lakini cha kushangaza zaidi, Uhuru Kenyatta alipokabidhiwa kipaza sauti kuzungumzia waombolezaji katika uwanja wa Nyayo, aliweza kushitua Wakenya wengi, huku viongozi wakikaa pale wakati alitangaza vita rasmi kupigania haki na demokrasia katika taifa la Kenya, na kuwapa hawatakubali liwe liwalo na liwe. Yale yote ambayo yaliweza kuanzishwa na kiongozi mwenda zake Raila Odinga yarudishwe nyuma penye amekuwa amefikisha. Wataendelea, watashikilia hapo. Naomba niweke sauti ya Uhuru Kenyatta tuisikize, kwa sababu hiyo ndio inaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo naenda kuzungumzia katika kanda hii. Kabla niweke hiyo kanda kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama hiyo moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, na kusiki heshima kwa uweze kusubscribe. Karibu ili tusikize Uhuru Kenyatta what he said. Hatutakubali arudi nyuma, tutasonga mbele kizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa. Leo hii tukiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tiape ya kwamba hatutakubali kama Wakenya haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea, hatutakubali arudi nyuma. Sauti hiyo ni ya Uhuru Kenyatta. Aliapa huku akisema ya kwamba yale yote Raila Odinga alikuwa ameanzisha hakuna vile yatarudishwa nyuma. Wataendelea kupigania haki za kibinadamu, mambo ya demokrasia, mambo ya ugatuzi na masuala mengine muhimu ambayo yameleta picha tofauti haswa katika siasa na uhuru katika taifa letu la Kenya. Now, I want to put this into perspective so that we can understand the context that is within former President Uhuru Kenyatta's sentiments politically. Matamshi haya yalikuwa yanamaanisha nini? Number one, Uhuru Kenyatta is trying to protect the Constitution of Kenya, which was promulgated in the year 2010. When you read the Constitution, wacha nirudi kwa Kiswahili. Wakati unasoma katiba iliyopitishwa na Wakenya, kipengele cha 33(1) inasema ya kwamba freedom of expression, yani uhuru wa kujieleza. Kila Mkenya akuna uhuru wa kujieleza, mambo ya mawasiliano hapa na pale. Raila Odinga aliweza kuweka mchango wake mkubwa haswa kwa kuandikwa na kupitishwa kwa katiba mpya ambayo ilianza kutumika baada ya kupitishwa 2010.
Uhuru Kenyatta amesema hiyo katiba sasa, kwa sababu amezungumzia mambo ya haki za binadamu, mambo ya demokrasia, hayo yameangaziwa katika kipengele hicho cha 33 cha katiba. Kwa hivyo yeye hawezi kutulia akiona Wakenya wengine wanaendelea kunyanyazwa na kupitishwa katika mistari ambayo haina uhuru wa kujieleza. Ndio maana amesema atakuwa anashikilia, kwa sababu Raila Odinga alikuwa rafiki yake kwa kina, aliyekuwa anaelewa na kuzingatia sheria za taifa letu la Kenya. Kumaanisha wakati viongozi hukosolewa, wakati serikali hukosolewa, ila tu inapokosolewa ikiwa kuna maovu, wale ambao wanazungumza wanastahili kukabidhiwa nafasi ya kufanya hivyo, kwa sababu sharti sheria iweze kuzingatiwa. Makundi ya haki za kibinadamu humu nchini yamekuwa katika mstari wa mbele kupigania haki za kibinadamu. Wamekuwa katika mstari wa mbele kutetea wananchi wa Kenya. Wakati lolote ambalo linapoenda mrama, wanaelekea katika mahakama ili kupinga. Ndio maana Uhuru Kenyatta anasema ya kwamba hayo yatazidi kuendelea licha ya mwanzilishi Raila Odinga kuaga dunia. What do you think? Je, Uhuru Kenyatta kwa jambo hili linaweza kufaulu, ama vile Raila Odinga ameondoka kila kitu kimeondoka, haswa kwa demokrasia ya Kenya, uhuru wa kujieleza na haki za kibinadamu? Kwa sababu hivi majuzi tuliweza kushuhudia, ama mmekuwa mkisikia katika viongozi wa mrengo upinzani wakilia kila wakati na kusema ya kwamba kuna mambo ya abduction ama utekaji nyara, mauaji hapa na pale. Kuna mengi ambayo yanaendelea kuzungumzwa, lakini baada ya Raila Odinga kuaga dunia, kwa sababu alikuwa katika mstari wa mbele kueleza haya yote, ni kipi hiki ambacho kinaenda kufanyika? But we have to wait and see if at all Uhuru Kenyatta will win in defending the Constitution of Kenya, which was promulgated in the year 2010. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha hii kanda. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Omo Kenya TV. Sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.